Ubashiri katika mechi za soka umeanza kuwa janga ukidaiwa kuingia kwa kasi. Huku malalamiko kutoka katika baadhi ya timu zinazoshiriki ligi kuu bara, hususan zile za chini, yakianza kuibuka, wachezaji wakilalamikiwa kujihusisha au kushawishiwa kujihusisha katika suala hilo. Kanuni za maadili za shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu FIFA zinakataza na zimeweka onyo kali kwa wachezaji, maofisa wa benchi la ufundi na viongozi wa soka kujihusisha na ubashiri, yani betting, wa matokeo ya mechi za mashindano. Lakini licha ya kuwapo kwa kanuni hizo za FIFA, shirikisho la soka Tanzania TFF, ambalo ni mwanachama wa FIFA, limetunga kanuni ya 41 kifungu cha 11 inayozuia ubashiri kwa watajwa hapo juu. Inaeleza kuwa mchezaji atakayebainika kupanga matokeo ya mchezo kwa namna yoyote ile atafungiwa maisha kucheza mpira ndani na nje ya nchi. Hata hivyo, pamoja na uwepo wa kanuni na miiko inayozuia wachezaji kujihusisha na upangaji wa matokeo, jambo hili limekuwa likifanywa na baadhi ya wachezaji wa timu tofauti zinazoshiriki ligi kuu bara. Kwa mujibu wa ibara 27 kifungu cha kwanza na ile ya kifungu cha pili ya kanuni za maadili za FIFA, ni kosa kwa mchezaji kama mwanafamilia wa mpira wa miguu kujihusisha na ubashiri wa matokeo. Watu waliofungwa na kanuni hii watakatazwa kushiriki ama moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja kamari, bahati nasibu na matukio kama hayo, au miamala inayohusiana na mechi za kandanda au mashindano na au yeyote yanayohusiana na shughuli za mpira wa miguu. Watu waliofungwa na kanuni hii hawatakiwi kuwa na fedha za moja kwa moja au zisizo za moja kwa moja au kwa kushirikiana na wahusika wengine katika shughuli kama vile kuweka dau, kamari, bahati nasibu au matokeo kama hayo, au miamala inayohusiana na mechi za soka na mashindano. Maslahi ni pamoja na kupata chochote kinachowezekana kama faida kwa watu waliofungwa na kanuni hii wenyewe na au wanaohusiana na vyama, inafafanua ibara hiyo. Ibara ya 27 kifungu cha 3 inafafanua adhabu ambayo mhusika wa ubashiri wa matokeo anaweza kukutana nayo iwapo atabainika kujihusisha na kosa hilo. Isipokuwa kwamba mwenendo husika haujumuishi ukiukwaji mwingine wa kanuni hii, ukiukaji wa kifungu hiki utaenda sambamba na faini ya angalau faranga 100,000 sawa na shilingi milioni 328 na kupigwa marufuku kushiriki katika masuala yote ya soka kwa muda usiozidi miaka 3. Kiasi chochote kinachowekwa kitakuwa kimejumuishwa katika hesabu ya faini, inafafanua kanuni hiyo. Mchezo wenyewe. Kwa wale wachezaji au maofisa wa benchi la ufundi ambao wanafahamu kuwa ni makosa kujihusisha na ubashiri, wamekuwa wakiwatumia ndugu au marafiki zao kuweka mikeka ili wasibainishwe kirahisi na mamlaka husika za soka. Uchunguzi na Mwanaspoti na maelezo ya baadhi ya wadau wa soka ni kwamba wanachokifanya wahusika ni kutafuta watu wa karibu wanaoamini kama vile wake, wapenzi, ndugu au marafiki, kisha wanawapa pesa. Wanawaelekeza aina gani ya matokeo ya kubashiri wanayopaswa kuweka kwenye mikeka, na baada ya mechi fedha zinazopatikana zinarudi kwa wachezaji husika. Mimi mpenzi wangu ni mchezaji na huwa anabeti kupitia simu yangu, na huwa anaweka pesa nyingi maana anakuwa na uhakika, na mara nyingi huwa anabeti mkeka wa idadi ya magoli. Ni wachezaji wengi tu wanafanya hivyo. Mimi zamani sikuwa nafahamu namna ya kucheza, lakini akawa ananielekeza taratibu hadi sasa najua. Hivyo siku ya mechi yeye akiwa kambini ananitumia au kuniachia hela, alafu mimi na beti. Anatoa ushuhuda mmoja wa wapenzi wa wachezaji wa timu iliyopo katika msimamo wa ligi kuu. Kaka wa mmoja wa wachezaji anathibitisha kwamba amekuwa akitumiwa katika kubeti. Mara nyingi tu huwa anafanya hivyo, na huwa anatumiwa pesa siku 1 au 2 kabla. Kuna wakati anatuma hela ili nimbetie yeye peke yake, lakini mara nyingine hadi wachezaji wenzake huwa wanafanya hivyo. Mechi ikiisha na mkeka ukawa umetiki, naenda kutoa hela kwenye kibanda cha simu
au nawatumia kwenye simu zao na mimi napata kamisheni yangu, anasema shuhuda huyo. Wapo wanaojitoa mhanga. Wapo wachezaji ambao wanabeti wao wenyewe moja kwa moja na wanachokifanya ni kubeti kwa kutumia line za simu zilizosajiliwa kwa majina tofauti na yale yao ya kawaida. Lakini pia kuna ambao wamekuwa kibeti moja kwa moja kupitia line za simu ambazo zimesajiliwa kwa majina yao. Uchunguzi uliofanywa na gazeti hili umebaini kuwa yupo mchezaji wa timu moja iliyopo katika nafasi 4 za juu ambaye alifanikiwa kupatia ubashiri wa mechi alizobetia. Lakini kampuni ambayo alitumia kubetia ilizuia fedha hizo na mchezaji husika akaogopa kudai kwa kuhofia kwamba angebainika anafanya ubashiri wa matokeo ya michezo, hivyo angekumbana na adhabu kali. Kiungo ambaye hakupenda jina lake kuandikwa aliliambia Mwanaspoti kuwa mwanzoni alikuwa anabeti kwa kutumia simu yake, lakini kwa sasa hafanyi hivyo. Namnukuu, zamani nilikuwa na beti kama kawaida kwa kutumia simu yangu. Sikuwa najua kama kufanya hivyo ni kosa. Lakini baada ya kuambiwa kwamba inaweza kuniletea shida, nikaamua kubadilisha. Sasa natumia simu ya mpenzi wangu, anafichua kiungo huyo. Mambo kwa ushahidi. Mchezaji mmoja wa nafasi ya ulinzi anafichua kuwa mwishoni mwa msimu uliopita wachezaji wa timu yake ya zamani na nyingine ambazo zilikuwa zinakutana siku hiyo, namnukuu, mimi sikuwa nafahamu kinachoendelea. Sasa wakati mchezo unaendelea huku tukiwa tunaongoza kwa mabao 3-0, mchezaji mwenzangu akawa ananiambia tuwaonee huruma wapinzani na wao wapate hata bao moja, mimi nikawa sielewi. Baadaye mchezaji mmoja wa wale wapinzani wetu akawa anatuambia, jamani, kama kutufunga mmeshatufunga basi tuachieni tupate hata goli moja. Cha ajabu wachezaji ambao niko nao timu moja wakawa na wekea msisitizo kuwa tuachie wasije wakakosa hela. Wakati mchezo unakaribia kumalizika, kipa wetu alifanya kosa la kizembe ambalo ni kama aliwaachia jamaa wapate bao, na jambo la ajabu wachezaji wenzangu na wale wa timu pinzani wakawa wanafurahia. Mpira ulipomalizika nikawauliza, wakaniambia kuwa walibeti GG kwamba kila timu itapata goli na hivyo mkeka wao umetiki, amesema mchezaji huyo. Makipa watimuliwa. Bosi mmoja wa klabu moja iliyopo katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi anaeleza kwamba waliwahi kuwasitishia mikataba makipa wawili kutokana na mikasa ya mambo ya kupanga matokeo kutokana na makosa ambayo wameyafanya kwenye mechi. Kipa wa kwanza anamtaja jina raia wa kigeni. Huyu kama mnakumbuka msimu uliopita alitupa shida sana. Kuna mabao unaona kabisa ameukamata mpira vizuri, lakini akiruka akishuka chini anauachia mpira anafunga na unaonekana makosa yake kama vile anachukua rushwa. Sisi tulidhani anahongwa kutufungisha, lakini kumbe mwenzetu anabeti. Kilichokuja kutuaminisha kuna mabao rahisi aliachia kwenye mchezo wa timu ndogo ambayo hata sisi tumeizidi kiuchumi. Tulipokuja kufuatilia tukabaini anabeti mechi zetu, na unajua hizi betting zinatoa nafasi tofauti tofauti kwamba hata mabao mangapi ya kuruhusu kwa mechi au mapumziko. Tulipombana meneja wake akatuambia, tukaona tumfukuze. Nimeona bado wanamlalamikia kwenye klabu nyingine alizokwenda. Itakuwa bado anafanya mambo yale yale. Waambieni wamchunguze kwa kina, na huku kwetu yalitushinda. Kipa mwingine tulimfukuza msimu huu, kuna mechi ilitutibua sana. Huyo tulikuwa naye kwa mkopo, tulipokutana na klabu moja anaitaja, aliachia mabao kwa urahisi sana. Yaani sisi tunafunga, yeye anaachia, kumbe mwenzetu anashirikiana na kiongozi wake mmoja wa zamani kubashiri matokeo, na ile mechi ilitakiwa imalizike kwa sare kwa mujibu wa matokeo waliobashiri. Kila tukipata bao yeye huku nyuma anaachia tena kirahisi. Mchezo ulipomalizika kweli tulikasirika sana, lakini kwa kuwa ni mzawa tukasema tumvutie pumzi. Wakati huo tulikuwa hatujamlipa ada yake ya usajili. Anatudai tena. Kabla ya mechi alitukumbushia fedha zake. Mchezo ulipopita siku 3 mbele akaja na gari mpya ameinunua baada ya mechi. Kumbuka aliyekuja na gari nzuri sio ya chini ya shilingi milioni 23. Ni mtu anayekudai tena hujamlipa hata mishahara yake. Hilo lilitushtua.
Tukasema sisi wenyewe watoto wa mjini. Tulifuatilia na kujua mpaka kampuni iliyomuuzia gari. Tukaambiwa aliyekuja kulipia hiyo gari sio kipa, ni kiongozi wa klabu moja kubwa, tena akimtuma msaidizi wake. Ilituumiza sana kichwa. Tukasema tusiishie hapo, tuichimbe zaidi. Tukaja kugundua kwamba kumbe zile fedha ni mgao wa matokeo ya mchezo ule, na sio kwamba alikula rushwa. Hapana, aliambiwa akiachia mabao 2 kwenye ule mkeka atapewa milioni 28, na aliyetuambia haya ni rafiki yake mkubwa ambaye ndiye alikwenda naye pale kuchukua gari. Tulimuita na kumwahidi fedha, akatuweka wazi. Baada ya kupata uhakika huo, tukamuita. Akawa analia tu kwenye kikao kizima. Mara anasema tunamuonea, mara tumsamehe. Eti anasema zile fedha amesaidiwa na ndugu zake ili awe na gari ya kutembelea. Changamoto inakuja, sisi ni klabu ndogo, na huyu anayehusika kutuharibia na hata kumshawishi kipa huyu kufanya yale ni mtu mkubwa. Tukasema tuyaache, lakini yule kipa tulimtimua na tukasajili kipa mwingine. Kumbe marefa nao wanahusika. Kuna madai mengine yametolewa kwa gazeti hili yakiwahusisha waamuzi wa soka ambao wameona ubashiri ni kama fursa ya kupata fedha kupitia utoaji wa kadi au mabao kwenye mechi ambazo wanaziamua. Hali ikiendelea kuonyesha namna soka nchini linavyozidi kusakamwa na mtandao wa ubashiri. Mwamuzi mmoja ambaye kwa sasa hapewi mechi nyingi za kuchezesha anasema ingawa yapo mambo ya rushwa kwa waamuzi, lakini kando ya kashfa hiyo lipo swala la kubeti, ambapo waamuzi wamekuwa wakizuia mabao au hata kuruhusu mabao yasiyo halali. Hali kadhalika utoaji wa kadi na penati. Na nukuu, kuna mwenzangu ambao walikuwa wakishirikiana, waamuzi watatu, yani yule wakati na wasaidizi wake, kuamua matokeo ya mechi, hasa hizi timu ndogo ndogo. Unajua kutabiri matokeo ya Simba na Yanga wakati mwingine ni ngumu. Hizi ni timu ambazo zinaweza kumfunga mpinzani mabao mengi, lakini hizi timu ndogo ndogo mambo ni rahisi. Kuna mechi zimekuwa zikitengenezewa sare ambazo zinatokana na waamuzi. Mnakaa mnaangalia mpira, mechi ngumu, mtu kawaida tu anaweka tuta. Hapo ujue mambo yalikuwa yanatakiwa yawe sare. Kuna siku nilicheka sana. Waamuzi walitaka mechi iishe kwa bao 1-0. Sasa ikatokea dakika za mwisho kabisa jamaa akasawazisha. Hata yule mwamuzi anamtaja jina. Mechi ilipokwisha nikampigia kumsalimia. Nikaona namlaumu sana kipa wa wapinzani kwamba kamuharibia, akisema kamchania mkeka yule mpuuzi. Akiwa na laani sana, alisimulia mwamuzi huyo. Eneo jingine ni kadi. Kuna kadi zinatoka unaona kabisa huyu mchezaji anaonewa. Kuna mechi kiungo mmoja wa Yanga na hata Azam waliwahi kupewa kadi za njano rahisi sana ambazo zinatokana na mwamuzi anamtaja. Alibeti kwamba mechi hiyo mpaka mapumziko inatakiwa kuwa na kadi 2 za njano. Hasa yule kiungo wa Yanga alishangaa, tena anatoka Zanzibar. Alimuonea huruma, alikuwa mpaka anashangaa kosa ambalo limempa kadi. Huyo wa Azam naye ilikuwa hivyo hivyo. Timu yake imeamuliwa ipigwe adhabu kwenda kwao, yeye anakwenda kukaa kwenye ukuta. Akamuuliza kitu mwamuzi, basi akalimwa kadi. Alalamika, lakini ndo masharti ya mkeka yalitaka kadi ziwe 4 mpaka mpira unaisha. Na wakati wanakwenda mwishoni mwa mchezo zilikuwa zimepatikana kadi 3 tu. Je, afanyaje? Basi akaamua kumpa kadi ya njano ambayo jumla zikawa 3 mchezaji huyo wa Azam. Endelea kufuatilia makala haya kupitia gazeti la Mwana Sport, lakini pia kupitia tovuti ya Mwananchi